Kwa mujibu wa katiba na muundo wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Jeshi la Kujenga Taifa JKT si chombo cha muungano. Zanzibar ina mamlaka yake kamili katika masuala yasiyo ya muungano. JKT imeanzishwa kwa sheria namba 16 ya National Service Act, sheria namba 16 ya mwaka 1964. Sheria ile ilipoanzishwa ilikuwa ni vijana wa taifa. Sasa ile taifa tutakuja kulitafsiri hapa, taifa lenyewe ni lipi? Yes. Ilikuwa si lazima mwanzo, lakini mwaka 1966 ikafanywa amendment na Bunge la Jamhuri ya Muungano. Sheria ile ikawa sasa kujiunga na JKT ni lazima kwa vijana wote wa Tanzania, kuanzia shule za sekondari wanaomaliza pamoja na vyuoni, ikawa lazima mwaka 1966. Mwaka 1975 ikafanywa marekebisho tena, ikawa sasa JKT likaingizwa sehemu, ama tunaita kitaalamu kijeshi ni kamandi ya JWTZ, Jeshi la Wananchi wa Tanzania. Sasa nataka nitoe somo taifa ni nini na kwa nini Wazanzibari wanastahili. Lakini chengine nimekutajia, ndio malengo. JKT ina core function zake, malengo makuu matatu. Kwanza, kuwafunza vijana wa Tanzania chofamu kujitolea chofamu katika kuhakikisha na kulitumikia, kujitolea na kulitumikia taifa lao kwenye shughuli mbalimbali za maendeleo za kijamii, zikiwa ndo maana moja kati ya mafunzo ya JKT ukenda unafundishwa kilimo, ufugaji, uvuvi, ushoni, mambo mbalimbali. La kwanza, umefahamu bwana fantastic? Ndio. Namba moja, kuwafundisha vijana kulitumikia taifa lao katika shughuli mbalimbali za kimaendeleo. Okay. La pili, kuwafundisha mafunzo ya kijeshi. La tatu, kushiriki katika ulinzi wa taifa. Ndio. Sasa tujiulize, taifa hilo ni lipi? Hata unasema Zanzibar hawahusiki. Jamhuri ya Muungano haina raia wawili. Raia wote wanaitwa nani? Raia wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Na si kwanza, mara ya kwanza vijana wa Zanzibar kushiriki katika mafunzo ya JKT. Siku zote wanafanya hivyo kupitia Wizara ya Nchi, Ofisi ya Rais, Tawala za Mikoa, idara maalum, kupitia wilaya na mikoa wanatangazia vijana. Na sio kweli kwamba itakuja, na mara nyingi tukitangaza ajira katika vyombo vyetu vya ulinzi na usalama, moja sifa naomba uwe na mafunzo ya JKU ama JKT. Tena kama mjui nakwambia ina pa Donald. Jeshi hakuna askari mwanamke wala mwanamume, wote wanakuwa ni askari. Si hao tu, mpaka wale mbwa wale wanakuwa ni askari, wanapanda vyeo. Beka nakumbuka mzee mwenzangu, si wadogo tulikuwa tunakwenda hapa polisi pale, na mjomba Dibana anajua kulikuwa kuna mbwa pale anaitwa Koplo Johnny. Gongo Bakari Bomani hapo, mjomba vipi unaniangusha? Anaitwa Koplo Johnny. Yani ule mbwa kafikia level ya Koplo. Ndio taratibu wa majeshi kwa mfumo wa Kiingereza Florisi. Kwa vile ndani ya vyombo vya ulinzi na usalama hivi hakuna huyu mwanamke mwanamume, wote ni askari. Kama kuna training ambazo zinatakiwa zifanye na askari wote inabidi wafanye uniform. Sasa basi, nachotaka kusema kwamba mbona kwenye huku kutaka ajira za uhamiaji na huko wanakwenda depu hivyo hivyo, wanakata nywele, wanakuwa vipara, polisi huko jeshi, hatukai somo ofisini. Kila mtu anakuja, mwanangu kaomba msaidie, jina lake msaidie. Tusichanganye hivyo vitu tukavitia hivyo. Kama tunataka sasa, sawa, hayo mengine basi tukubali tu, watoto wa kike wasio kwenye sehemu kwenye mambo hayo, kama tupate kama nchi nyingine, wabaki kufanya kazi nyingine za unesi, za udaktari, za nini, lakini wakiwa askari lazima wafuate taratibu za kiaskari.
Na ndio maana hata hapa sisi tunazo idara maalumu KMKM, KVZ, zimamoto, mbona wanakwenda wao na wananywa vipara na vaa tracksuit na nini, au sio? Tusiwe na double standard kwa kukosesha fursa vijana wetu. Kwa maana nataka kusema kwamba kama tunataka kwamba vijana watoto wetu safamu wajiepushe, basi tuwatafutie taaluma nyingine, na zipo. Wanaweza kwenda majeshini wakawa wataalamu wa mifumo kompyuta, wasende kwata, lakini kama anakuwa askari wa vyombo vyote lazima afuate taratibu zote za kiaskari, kwa sababu kule kuna mafunzo yamepangwa kwa askari wote, mpaka mbwa, farasi na vyombo vingine wana majina yao na navyo vyao kama kawaida. Kwa maana swala ulilouliza la JKT liko hivyo, imeanzishwa kwa sheria ya taifa. Taifa ni lipi? Taifa ni Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ndio sovereignty. Safamu. Na hakuna pale kusema watakuwa na vijana wa Tanganyika tu katika JKT. Hapana, vijana wote wa Tanzania wana fursa ya kujiunga na JKT, na mambo yenyewe hayo moja kubwa zaidi, kushiriki katika ulinzi wa taifa lao. Na tumeona katika vita vya Uganda vilitokea 78, 77 tuliachukua paka Mgambo, si ndio? Ndio. Sasa endelea bwana Fantastic.